Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla mahali popote mlipo, naomba ni wasalimie hamujambo. Natumai umzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio haswa katika taifa la Tanzania. Vile mnajua kesi ya Tundu Lissu ambaye ni kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo katika taifa la Tanzania iliweza kurejelewa siku ya leo katika Mahakama Kuu Dar es Salaam, Tanzania. Wakati Tundu Lissu alipowasili katika Mahakama Kuu, shangwe ziliweza kutanda hapa na pale, ishara tosha kwamba anapendwa na Watanzania wazalendo, wafuasi, wanachama na watu wote kwa ujumla. Hata askari walikuwa wanaonekana wakimpiga picha, wakishika kanda kwa simu zao kumaanisha wanampenda, na wengi walifurahia baada ya kuonekana katika mahakama baada ya kesi yake kurejelewa katika Mahakama Kuu. Sasa huenda katika uongozi wa sasa wa Samia Suluhu Hassan upo katika njia panda baada ya Tundu Lissu kuonekana kuachiliwa huru katika Mahakama Kuu. Kwa nini? Kulingana na gazeti ama chapisho hili la Jambo TV waliweza kuchapisha na kusema ya kwamba tabasamu la Lissu baada ya kesi kuhairishwa. Unajua alifikishwa katika mahakama siku ya leo ya Jumatatu, lakini kesi yake ikahirishwa tena. Kwa hivyo Tundu Lissu ataachiliwa huru wakati wowote kuanzia sasa, kwa sababu hamna ushahidi wa kutosha, ushahidi ambao utasababisha Lissu kuendelea kukaa gerezani ama kuamuliwa kwa kosa lile ambalo anashitakiwa na serikali ama kupitia serikali kwamba ni kosa la uhaini. Baada ya kuanzisha mchakato wa kusema ya kwamba no reforms, no elections in Tanzania kabla ya uchaguzi uliopita wa mwaka jana 25 Oktoba 29. Sasa vile kunaonekana mahakama iliamua kuahirisha kesi yake, na hii ni ishara tosha kwamba hamna ushahidi wa kutosha, na huenda Tundu Lissu aachiliwe huru wakati wowote kuanzia sasa. Kwa nini? Kusipokuwa na ushahidi kutoka upande huu mwingine, majaji ambao wanasimamia kesi yake hawana lolote ila tu kumwachilia huru na akaende nyumbani. Namba 2, bunge la Ulaya liliweza kuamrisha serikali ya Tanzania kumwachilia huru na kumpokeza huduma za matibabu na kubaliwe kuenda nyumbani na kuonana na familia yao. 3, shangwe ziliweza kutanda katika mahakama, ishara tosha kwamba hamuna yeyote ambaye anaunga mkono kushikiliwa kwa Tundu Lissu gerezani kufikia sasa. Ikumbukwe ya kwamba Tundu Lissu amekuwa kiongozi wa chama cha Chadema kwa muda sasa, na angewania kiti cha urais katika uchaguzi uliopita, lakini kwa sababu uongozi wake ni maarufu katika taifa la Tanzania, Suluhu na serikali yake wakaamua kumzuia kuwania kiti cha urais baada ya kumshitaki kwa kosa la uhaini, na vile walikuwa wamepanga huenda uhaini kulingana na sheria za Tanzania mwaka 1977 ukipatikana na kosa hamna dhamana ila tu kuamliwa kifo. Lakini vile hali ilivyo, hamna ushahidi wa kutosha, kwa sababu kuna wale ambao wamekuwa wakipendekeza ya kwamba washahidi waletwe katika mahakama na waweze kutoa ushahidi wao kupitia njia ya faragha, wasije wakaonekana, jambo ambalo limekataliwa kwa sababu kulingana na sheria hamna lolote ambalo linaruhusu hayo, kumaanisha ni masuala ambayo wanataka kuunda kuhakikisha ya kwamba Tundu Lissu anazuiliwa na kufungwa ama kesi yake kupitishwa, lakini sasa haiwezekani. Tundu Lissu amekaa gerezani zaidi ya miezi 9 kufikia sasa, lakini kulingana na habari ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari kupitia msaidizi wake ambaye ni naibu ama makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema John Heche, ametangaza ya kwamba liwe liwalo na liwe, Chadema
hawawezi kurudi nyuma. Vitisho za serikali ya Samia Suluhu Hassan ya kwamba wanaenda kukifuta chama cha Chadema ni jambo ambalo haliwezekani, kwa sababu kufikia sasa chama cha Chadema kimeingia mioyo ya Watanzania, wala sio jina tu, ila tu mikakati ya chama hicho na zile ambazo wamepanga mipango maalum imewaingia Watanzania. Hata serikali wakitaka kukifuta chama cha Chadema ni kazi bure bilashi watafanya, kwa sababu sasa hivi Chadema ni chama kikubwa hasa katika taifa la Tanzania, na watu wote wamekubali kwamba ni chama ambacho kitaendelea kutoa huduma kwa Watanzania sasa hivi. Na amesema ya kwamba watasimama kidete kuhakikisha kwamba haki, demokrasia, uwajibikaji umepatikana kwa kesi ambayo inamkabili Tundu Lissu kufikia sasa. Kwa hivyo kesi yake imehairishwa na tutarejea wakati atakapofikishwa mahakamani, na niliweza kuwaonyesha vile hali ilivyokuwa wakati alifikishwa katika mahakama. Alikuwa chini ya ulinzi mkali, huku jeshi la polisi wakiwa wengi walimwawa wakajaa katika nje ya ama jengo la mahakama nchini Tanzania. Kisha baadaye mule ndani mahakamani watu walikuwa wamejaa pomoni, wengi walikuwa pale, lakini Tundu Lissu alipoingia akainua mikono yake juu, shangwe zikatanda, huku wakiimba Lissu Lissu. Vile mnaendelea kutazama kanda hiyo hewani, ni ishara tosha kwamba wakati Lissu aliingia katika mahakama shangwe ziliweza kutanda, huku wakiimba Lissu Lissu Lissu, ishara tosha kwamba Watanzania wazalendo walikuwa wamefurahia, wakashikwa na furaha na braha bila karaha kwa mbwembwe za aina yake, baada ya kumuona Tundu Lissu ambaye amekaa gerezani kwa zaidi ya miezi 9 na amemaliza zaidi ya siku 130 pasipofikishwa mahakamani. Wengi walifurahia wakati walimuona Lissu akiingia mahakamani, na yeye alikuwa amejipanga kwa sababu ni wakili, akiwa na ushahidi wake wa kukana hawezi kushitakiwa ama kufunguliwa shtaka lolote kuhusiana na kosa ambalo linadaiwa kuwa uhaini, ambalo analishitakiwa nalo baada ya kuanzisha mchakato wa kusema no reforms no election, wakati alisema lazima mabadiliko yaonekane katika tume ya uchaguzi nchini Tanzania, la sivyo hakutakuwa na uchaguzi. Ndio maana Suluhu Hassan akalazimisha uchaguzi ukafanyika, mitandao ama interneti ikazimwa Tanzania. Kisha baadaye maandamano yakatanda, maafa yakashuhudiwa, lakini tume ya uchaguzi ikamtangaza Rais Samia Suluhu Hassan kuwa mshindi kwa asilimia 98, jambo ambalo limepingwa kwa sababu hamna yeyote ambaye alienda akapiga kura na kufikisha milioni 31.7. Hayo ndio yanaendelea kufikia sasa. What do you think? Tutaniandikia katika sehemu ya maoni. Lissu aachiliwe huru ama ashtakiwe kulingana na wewe? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa ambayo yanaendelea katika taifa la Tanzania kuhusiana na kiongozi wa chama cha Chadema Tundu Lissu. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here once you are. And remember to turn on the notification bell so that the moment we upload any video clip, you'll be notified automatically that Mokeja TV has uploaded the video clip to watch. Remember to share our content always with our WhatsApp groups and on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Mokeja TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye, ladies and gentlemen.